Karibu Mshani Wellness. Tuizungumzie mdarasini, moja kati ya herbs ama mitishamba ambao ni bora sana. Tunatumia of course kama kiungo, lakini hii ni moja kati ya dawa bora sana, hasa kwa watu wenye matatizo ya kisukari, uzito mkubwa na uvimbe kwenye vifuko vya mayai ama ovaries. Mdarasini una kemikali nyingi sana, lakini kubwa ni cinnamon aldehyde, tuna eugenol, alafu tuna nyingine inaitwa coumalins. Hizi ni kemikali mama katika mdarasini ambazo zinapelekea faida zote ambazo tutaenda kuziangalia, lakini pia tutaangalia namna gani ya kuandaa huu mdalasini kama tiba. Faida namba moja kubwa ambayo inatambulika kisayansi ni kutibu tatizo la kisukari aina ya pili, type 2 diabetes, ambayo huwa inakuja mara nyingi mtu mwenye diabetes anakuwa katika hatari ama tayari ana tatizo la blood pressure, lakini pia anakuwa na high cholesterol, mafuta mengi mwilini. Kwa hiyo matumizi ya mdalasini yana triple faida katika hiki kitu tunaita metabolic syndromes. Metabolic syndromes ni matatizo ya kimetabolic ya mwili ambayo mwili wako ukikaa sawa na yenyewe yanapotea, lakini ukizembea yataendelea kuwepo. Kwa hivyo mdalasini ni moja kati ya dawa nzuri sana ya kisukari, lakini pia ni antimicrobial. Antimicrobial ni kitu chote ambacho kinaweza kupambana vimelea mbalimbali wa magonjwa. Kwa hiyo kwa kupaka mafuta yake ama kwa kutumia kwa kula inaweza ikakusaidia na changamoto kadhaa, hasa kama unaharisha labda au changamoto za maambukizi tu mengineyo. Lakini pia inaimarisha mzunguko wa damu. Ni moja kati ya mimea bora sana unaweza ukaitumia kama una changamoto ya mzunguko wa damu. Kwa hivyo kutokana na hali yake ya kuimarisha mzunguko wa damu inasaidia kwenye tatizo zima la shinikizo kubwa la damu. Kwa hivyo matumizi ya mdalasini ni muhimu sana kama ambavyo unaweza kuona, kwa sababu ya matatizo ya mzunguko wa damu sasa hivi ndio matatizo yanatuumiza zaidi. Lakini pia ni warm herb, yani ni miongoni mwa mimea ambayo ukiitumia mwili wako unapasha joto mwili wako. Kwa hivyo ni nzuri sana. Mimea yote yenye hii hali kwamba ukiitumia unapata joto, mwili wako unapata joto, ni mizuri sana katika kupambana changamoto za mafua na kikohozi, hasa ukichanganya na ginger ama tangawizi. Lakini pia unaweza kutumia kama mouthwash. Ni strong antimicrobial kusema ukweli. Unaweza ukachanganya na clove ama karafuu ukawa unatumia kwa ajili ya kuosha, kusukutua mdomo wako kama una matatizo ya kinywa, ikiwemo fizi kuvimba, maumivu ya meno ama kutoa harufu mbaya. Lakini pia kwa watu wenye changamoto za periods, zile cramps, maumivu makali ya period, unaweza ukaongeza mdalasini katika vitu ambavyo vinaweza vikakusaidia sana. Tutaangalia namna gani unaweza ukaandaa hivi mdalasini katika hizi changamoto mbalimbali. Na lingine kubwa sana kwa wanawake ambao pengine ni mimea michache sana inaweza ikawasaidia ni kupambana changamoto ya PCOS, polycystic ovarian syndrome. Ni kudumaa kwa vifuko vya mayai ambao baadaye inaweza ikabadilika ikawa uvimbe. Na namba moja cause ama wanawake wote wenye tatizo la uvimbe kwenye vifuko vya mayai wameonyesha kuwa na tatizo la insulin resistance, lakini pia wana high estrogen level. Mdalasini unasaidia kustabilize insulini, kwa hiyo inaimarisha uchakatwaji wa sukari mwilini, lakini pia inapunguza estrogen dominance katika mwili wako. Kwa hivyo mdalasini ni bora sana katika insulin resistance. Kwa maana hiyo utakukinga na kisukari, utatibu kisukari, utatibu matatizo ya PCOS, uvimbe katika ovary, utakukinga na changamoto za uvimbe katika ovary, lakini pia utakusaidia kupambana tatizo la uzito, kwa sababu matatizo yote haya yanasababishwa na insulin resistance. Na utafiti unaonesha kwamba ili mdalasini kusaidia katika insulin resistance, matumizi ya vijiko 3 kila siku kwa miezi 4 mfululizo yanatosha kabisa kukutibia na kukuondolea changamoto zote ambazo zinasababishwa na insulin resistance. Lakini pia mdalasini unasaidia katika mfumo wa chakula. Kwa hiyo tunavyoitumia kwenye vyakula inakuwa ni moja kati ya vitu ambavyo tunafaidika navyo sana, kwa sababu unaweza kutumia vyakula ambavyo tayari viko contaminated. Kwa hiyo ni vizuri ukatumia mimea kama mdalasini, lakini pia kuna cloves, inasaidia sana kuangamiza wale bakteria ambao tunawapata na vyakula vyetu. So namna gani unaandaa mdalasini? Unaweza ukauandaa katika namna tofauti. Kuna tincture, tuna infusion, unaweza ukatumia mafuta yake pia, na unaweza ukatumia unga kama unga. Kwa hiyo kwa haraka tuangalie namna gani unaweza ukaandaa infused oil. Utachukua mafuta ya alizeti kijiko glasi moja, alafu utachukua mdalasini vijiko 5,
utachanganya, utaweka kwenye sufuria lako safi, utaweka moto wako mdogo sana, utakuwa unakoroga kwa muda usiopungua dakika 40 hadi lisaa moja na nusu. Baada ya hapo unaipua, unaacha ipoe, then utakamua kuchuja. Utakachokipata pale, utapata ni mchanganyiko ambao una kiwango kubwa sana cha hizi kemikali, na unaweza ukatumia kwa kupaka ama kwa kula pia kwenye chakula, na inakuwa na harufu kali sana ile pale. Kunakuwa na hii aldehyde kwa kiwango kikubwa sana. Lakini pia unaweza ukachukua mdalasini na pombe. Hii ni high concentrated preparation ya mmea tiba yoyote unayojua wewe. Utachukua vijiko 5 vya mdalasini, utaweka kwenye pombe, let's say robo 3 ya glass ya pombe ama mils 200. Utachukua vijiko 5, utaweka kwenye pombe mils 200. Hakikisha pombe yako ina strength ya asilimia kuanzia 45 na kuendelea. Soma pale utaambiwa kwamba alcohol iko ngapi. Iko katika percent. Kuna 4% bia za kawaida, wine zinaanzia 12 na kuendelea, lakini kuna zile pombe kali. Mfano visungula inaweza ikafaa kwa sababu alcohol yake ni zaidi ya 35. Sometimes unaweza ukaitumia, sio mbaya. Then utachanganya, utafunika, utaacha kwa siku 3 hadi wiki moja. Unahakikisha kila siku unatikisa vizuri, walau mara 2 hadi mara 3, ili mchanganyiko ule kukaa sawa na kuwa imara kweli kweli. Lakini pia unaweza ukatumia decoction, ukachemsha. Utachokifanya, na hii decoction mara nyingi inapendeza kama utachukua magome ya mdalasini ambao haujapondwa tayari, haujawa unga. Utachukua magome ya mdalasini kadhaa, utayaweka kwenye maji safi na salama, kisha utachemsha. Chemsha kwa muda wa dakika 15 mpaka 20. Lakini hakikisha tu unachemsha kwenye moto ule wa kawaida. Alafu funika, mvuke usitoke. Hakikisha mvuke hautoki. Chemsha dakika 15 hadi 20, then toa mchanganyiko wako, uache upoe taratibu. Baada ya hapo uchuje vizuri. Chuja, tayari kwa matumizi. Unaweza ukatumia huu mchanganyiko wa decoction, unaweza ukatumia vijiko 3 hadi 2 hadi 3 kila siku. Unaweza ukachanganya kwenye chai ama kwenye maji ya kunywa, ama ukachanganya na tangawizi. It's okay, it's fine. Hasa kwa watu wenye matatizo ya kisukari. Lakini pia unaweza ukatumia cinnamon essential oil, mafuta yanayotokana na magome ya mdalasini. Ni mazuri sana 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 kama lishe, kama of course kama ladha ya chakula. Lakini pia unaweza ukatumia kwa ajili ya kupaka kwenye matatizo ya ngozi. Vile vile unaweza ukatumia kwa kunywa, lakini hautaki kunywa mafuta essential oil ya mdalasini moja kwa moja. Hakikisha unaweka kwenye carrier oil. Unaweza ukachukua vijiko, kama umepata pure cinnamon oil, mdalasini ile pure ambayo inapatikana pia kwetu, kama utahitaji tuwasiliane, basi unaweza ukachukua vijiko 3 hadi 5. Let's say tuchukue vijiko 3 vya mafuta ya nazi ama mafuta ya olive ama mafuta ya avocado. Mafuta yote ambayo utaona ni sahihi. Chukua mafuta hayo vijiko 3, then unaweka matone 2 tu ya ile pure concentrated mdalasini oil. Then huo mchanganyiko wako unaweza ukautumia kwa kunywa, lakini pia unaweza ukauchanganya na avocado au parachichi, kama parachichi ukatengeneza ile smooth, ukachanganya na huo mchanganyiko wako hayo mafuta, then inaweza ikakusaidia sana sana sana. Kumbuka, matumizi ya kila siku ya mdalasini ni bora sana kwa watu wenye matatizo ya insulin resistance. Kama una uzito mkubwa, una kisukari, matatizo ya uvimbe kwenye kizazi, matatizo ya mzunguko wa damu, basi mdalasini hautaki kukosa ndani kwako na jikoni kwako. Hapo tutakuwa umeenjoy. So mpaka wakati mwingine, bye bye.